Ndugu zangu katika imani, baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kukumbusha kwamba biidhnillahi karim tarehe 29 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, itakuwa ni siku maalum katika nchi hii kwa ajili ya uchaguzi, na sisi tunasema ni sehemu ya nchi, sehemu ya wananchi, na hiyo ni haki ya msingi ya kila mtu. Na uzuri wa bahati kuchagua kwa namna nyingi. Usipokwenda kupiga kura, maana yake umeridhia atakayechaguliwa mimi nimekubaliana naye. Ukienda kupiga kura, nao ni njia nyingine pia ya kuchagua unayemtaka. Ninachokisisitiza kupitia membari hii ni kwamba kama kutatokea ishara za namna yoyote ya kushawishi watu kwenda kufanya vurugu kwa namna yoyote, ni wasihi Waislamu kwa ujumla wetu tusidandie treni ambayo hatujui inatoka wapi na inakwenda wapi. Tuchukue tahadhari katika suala la kuvuruga amani ya nchi, hata kama kutakuwa na mapungufu yoyote ambayo watu wanaweza kuwa wanayaona, lakini njia hiyo katika uhalisia haiwezi kuwa ni njia ya kuleta suluhu kwa namna moja au nyingine. Kila mmoja afanye tahadhari ya hali ya juu kujikuta anashirikishwa katika jambo ambalo wala hajui lilipotokea. Amani ni kitu muhimu sana, na mengine yanayoweza kuvunja amani zifanyike jitihada za makusudi katika taratibu ambazo ni za kisheria, ili kuhakikisha watu wanapata namna ya kupata haki zao. Lakini njia ya yale yanayosikika mitandaoni, pamoja na kwamba tunahakikishiwa kwamba hakutokuwa na tatizo la amani, hakutokuwa na vurugu aina yoyote, lakini natoa tahadhari kama kiongozi katika umma kwamba sisi tusije tukafika pale tukajikuta tunashiriki kwenye mambo ambayo sisi hatuhusiki nayo. Ni siku ya kupiga kura, wala sio siku ya kufanya vurugu ya aina yoyote. Na kama kutakuwa na maandamano, basi watu waandamane kwenda kupiga kura. Kama mtu haendi kupiga kura, basi akae kwa amani yake katika mazingira yake.